kutoa taarifa kwa ufupi, mpaka leo tumeweza kufanya hatua kubwa ya kuzimia moto yote ambayo ilikuwa imewaka na kutengeneza kitaalamu tunaita fire line au tunaita fire break, tukimaanisha kwamba tunapunguza uwezekano wa body mass au fuel kuweza kusambaa kwa urahisi. Kwa hiyo tumetengeneza fire break ambazo mpaka sasa hivi kwenye upande wa mlima kulikuwa kuna vyanzo vya maji, ambavyo hivyo vyanzo vya maji vilikuwa ni vyanzo ambavyo vinatumika kwa mamlaka zote zinazohusika na maji, tukimaanisha RUWASA, na kuweza kusambaza maji katika eneo la wilaya Hanang'. Lakini tumeweza kudhibiti vyanzo vyote vya maji, mpaka sasa hakuna changamoto yoyote ambayo imefika kwenye vyanzo vya maji, na pia tumeweza kudhibiti ule mioto ambayo ilikuwa inaweza kusambaa kutoka kwenye juu ya mlima kwenda kwenye eneo la makazi, kama tulivyosema kwamba makazi yamekuwa katika pembezoni mwa mlima, na mlima umegawanyika kwenye sehemu tatu. Mlima una sehemu ya kwanza ni sehemu ya miti ambayo ni miti ambayo imezunguka mlima, na sehemu inayofuata ni sehemu ya nyasi ambazo ni nyasi kavu, na baada ya nyasi kavu upande wa juu wa mlima unakuwa na miamba, na tukimaanisha miamba na mabonde ambayo ni valleys ambazo zipo kwenye topu ya mountain. Tumeweza kutathmini upande wa mlima ambao umeasilika ni takriban eka 498.3 mpaka tathmini ya jana ambayo imefanyika na teknolojia yetu ya drones, tumeweza kupata ekari 498.3 ya mlima ambayo imeasilika. Lakini upande wa makazi na upande wa vifo, mpaka sasa hivi tunashukuru hakuna madhara yoyote